Ikikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dodoma, Majengo, ambapo kwa siku ya leo katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Waislamu wahimizwa kuweza kujiandaa na mfungo wa mwezi mtukufu. Na katika michezo na burudani, hatima ya klabu ya Young Africans kujulikana usiku huu. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV na upatikana kwenye kingamuzi cha Azam TV kwenye upande wa Other channel namba 022 pamoja na kisimbuzi cha Zanzibar Cable kupitia channel namba 14. Kualika ni mimi Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza taarifa zetu, ambapo waziri wa kilimo Danes Chongola amesema serikali imejipanga kuimarisha matumizi bora ya rasilimali za maji ili kusaidia uzalishaji wa kilimo na mifugo, akiwawakilisha mawaziri wa sekta za maji na mifugo katika ziara ya waziri mkuu mkoani Tanga. Tupate undani wa taarifa zaidi. Akizungumza katika ziara hiyo, Chongola alieleza kuwa serikali inaendelea kutekeleza mradi wa maji wa Marigwa unaopatikana eneo la Songe, ambao unalenga kuboresha upatikanaji wa maji kwa matumizi ya binadamu pamoja na shughuli za kiuchumi ikiwemo kilimo na ufugaji. Waziri Chongolo pia alibainisha kuwa serikali inalenga kuweka utaratibu utakaohakikisha wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya miradi ya maji wananufaika moja kwa moja na rasilimali hiyo. Na bwawa ambalo linategemewa kutumiwa kwa ajili ya chanzo cha maji haya ni bwawa lililojengwa kwa shughuli za umwagiliaji. Na sisi, moja ya jambo ambalo tumekubaliana, waziri wa maji ndio waziri kiongozi ambaye sekta ya kilimo na mifugo tunamtegemea yeye kutusaidia kuhakikisha tunapanua wigo wa kuhifadhi maji kama jambo la msingi la kwanza. Lakini kwenye kuhifadhi maji twende sambamba na mambo makubwa manne. La kwanza, kuwa na uhakika wa maji kwa wananchi waliopo karibu na eneo la maji husika. La pili, maji yatumike kwa umwagiliaji kama kilimo. Na la tatu, mifugo ipate maji ya uhakika. Na la nne, maji haya yatumike kwa kuweka samaki ili tuongeze tija, kuwa tija pana badala ya kuwa na maji ambayo yanatumika na sekta moja pekee. Kwenye bwawa hili tayari limejengwa toka mwaka 2017 limekamilika. Lakini bado eneo la umwagiliaji halijawekewa miundombinu. Mimi niwahakikishie, nimekuja hapa mwenyewe mwaka 2022 tulitembelea hilo bwawa na tulisema wakati huo sasa ndio nimepewa jukumu la kutekeleza, na Mheshimiwa Waziri Mkuu anatembea na kiboko kwenye gari na mimi niko timamu, Mheshimiwa nichapa kuhakikisha tunafanya jambo ili yale maji ambayo tumeyahifadhi pale yaanze kutumika kwa umwagiliaji. Lakini sio hivyo tu, tutahakikisha wakati tunayatoa ya umwagiliaji tunaweka na maeneo ya kunyweshea ng'ombe, ili msishuke kwenye bwawa kule chini kunywesha ng'ombe. Ng'ombe wawe na maeneo ya cattle trough kwa ajili ya kunywa huko. Hiyo ndio tija ambayo tumekubaliana kuiongeza kwenye miundombinu hii ambayo tunakwenda kuijenga. Lakini mezungumzia kuhusu migogoro na mwenzangu waziri wa mifugo atasema, lakini mimi niseme hakuna mgogoro, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambao hautokani na binadamu kuutengeneza. Ukiona mgogoro wowote ujue kuna watu wana maslahi hapo, na watu hao sio watu wanaotoka mbinguni, tunao humu. Wanasukuma kwa sababu ya interest binafsi, wanasukuma kwa sababu ya maslahi binafsi. Na sisi tusipokaa tukasimama kwenye sheria na kuhakikisha tunasimamia maslahi ya watu hao watatusumbua sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nikushukuru sana kwa uamuzi ambao umeuchukua wa kuhakikisha sisi mawaziri wapo ambao tumepewa dhamana ya kuwasaidia Mheshimiwa Rais na ninyi viongozi wetu, tunakaa kwa ajili ya kutafuta suluhisho la migogoro hii ambayo inatamkwa kwa miaka kuwa ipo. Hili kwa kweli tukuhakikishie tutawasaidia kuifikisha mwisho. Nikiripoti kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Frank Mbaga, Sky TV.
Na tukielekea pale mkoani Geita ambapo mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ameeleza kuwa tuhuma za wananchi kulituhumu jeshi la polisi mkoani Geita zimepungua ikiwa ni idadi ya jeshi hilo kufanya kazi kwa ufanisi. Tupate undani wa taarifa zaidi. Sky TV. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela ameeleza hayo wakati akizungumza kwenye sherehe ya siku ya polisi, yani Police Family Day, iliyofanyika uwanja wa shule ya sekondari Karangalala. Shigela ameeleza kuwa tuhuma za wananchi kulituhumu jeshi la polisi mkoani Geita zimepungua ikiwa ni dalili ya jeshi hilo kufanya kazi kwa ufanisi. Tumeshuhudia mazoezi, lakini vile vile tumeshuhudia maonyesho ya kiaskari. Katika haya yaliyoonyeshwa ni sehemu ndogo tu ya utayari wa jeshi letu la polisi katika mapambano dhidi ya uhalifu, na ndio maana mkoa wetu wa Geita ni miongoni mwa mikoa ambayo ina amani, ina utulivu na wananchi wake wanafanya kazi ya kujiletea maendeleo. Mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa ambayo inapendelewa sana na wawekezaji kuja kuwekeza kwa sababu ya usalama tulionao. Ndio maana shughuli za maendeleo kwenye mkoa wetu zinaongezeka na kuonekana kwa sababu ya usalama tulionao. Ndio maana shughuli za uwekezaji zinazidi kuongezeka na wageni kutoka nje ya nchi wanaitambua Geita kama sehemu salama ya kuja kufanya biashara. Kipekee kwa niaba yangu na kwa niaba ya kamati ya usalama, nipongeze kwa dhati jeshi la polisi kwa namna ambavyo mnafanya kazi yenu vizuri. Malalamiko kutoka kwa wananchi ya tuhuma mbalimbali ya baadhi ya askari wetu yamepungua kwa kiwango kikubwa. Awali, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Safia Jongo, ameeleza umuhimu wa siku hiyo ambayo imekuwa ikiendeleza mshikamano kati ya jeshi la polisi na wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya Police Family Day imekuwa chachu muhimu sana katika kuimarisha mahusiano mazuri kati ya wananchi, familia nzima ya jeshi la polisi, jambo ambalo husaidia kupunguza na kuzuia matukio ya uhalifu katika jamii. Tukio hili linaonyesha wazi kwamba usalama ni jukumu la pamoja, hivyo kuungana kwa polisi na wananchi ni kielelezo cha ushirikiano na mahusiano mema kati ya wananchi na jeshi la polisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia shughuli hii naomba niwahakikishie wananchi kwamba sisi jeshi la polisi tunasherehekea sherehe hii huku tukiwa na amani na tukiwa na uhakika kwamba hali ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Geita ni salama na ya amani zaidi. Mwenyekiti wa mtaa wa Moringe Musa Mabila amesema jeshi la polisi limekuwa likitoa ushirikiano, hali ambayo imedhibiti uhalifu na wahalifu. Jeshi letu la polisi linatoa ushirikiano mkubwa sana kuanzia ngazi ya mkoa pia ngazi ya wilaya. Sasa kwa ngazi zetu sisi kwa ngazi yetu ya wilaya tunawashukuru sana pia gari la patrol huwa wanakuja sana maeneo yetu. Ndio maana unaona mtaa wetu wa Moringe umetulia. Kipindi kwa nyuma ulikuwa na shida, lakini kwa sasa mtaa wetu uko vizuri sana. Kutoka katika manispaa ya Geita mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Wizara ya Uchukuzi imesema itahakikisha inaulinda mradi wa reli ya kiwango cha kimataifa SGR unaotekelezwa na shirika la reli Tanzania kama ambavyo imetakiwa na kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu. Tupate undani wa taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa uchukuzi David Kenzile wakati wa ziara ya kamati hiyo iliyotembelea mradi wa SGR kwa lengo la kupata ufahamu na uelewa wa majukumu ya shirika la reli nchini Tanzania TRC pamoja na hatua mbalimbali zilizofikiwa katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya reli. Kamati ya kudumu ya Bunge imetembelea taasisi zetu
na asubuhi ya leo ikiongozwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Abubakar Asenga imetembelea shirika letu la reli Tanzania TRC. Jukumu kubwa la leo lilikuwa ni kujifunza na kuona shughuli za utekelezo na shirika letu la reli la TRC. Yako mambo kamati imeyaona na yako iliyoyaagiza. Yako mambo tumefafanua na mengine tumeyachukua. Kamati namba moja kabisa imefurahishwa na kuridhishwa kwa niaba ya bunge na wananchi wa Tanzania na mradi huu mkubwa sana wa kihistoria wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR unaotoka Tanzania Dar es Salaam mpaka Kigoma na mpaka Mwanza. Kamati imesema mradi huu ni wa kihistoria, unawatambulisha Watanzania, unawafanya Watanzania watembee kifua mbele na kujivuna, kwa maana ya kwamba ni mradi wa kwao ambao haijawahi kutekelezwa. Lakini pia kamati imetutaka sisi serikali tuhakikishe kwamba tunaulinda mradi huu, tunazingatia utoaji bora wa huduma, tunaponunua vichwa ama behewa tuhakikishe kwamba yanakuwa ni yenye ubora, wakati wote tulinde miundombinu hii. Lakini pia kamati imeelekeza TRC ishirikiane na taasisi zingine kama vile Mamlaka ya Bandari Tanzania pamoja na shirika la meli yani Tashiko na taasisi zinginezo ili kuweza kusafirisha mzigo uliopo nchini kwetu unaoshuka kwenye bandari zetu na kuupeleka kwenye nchi jirani pamoja na kwa Watanzania. Awali, kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu iliongozwa na makamu mwenyekiti wake Abubakar Asenga mbunge ilisema inaunga mkono uwekezaji na mikakati ya TRC iliyojiwekea kufikia mafanikio, ikiwemo lengo la kufikia vichwa 30 vya treni ifikapo Machi 2026 kati ya mahitaji ya vichwa 58. Tulikuja katika ziara ya mafunzo ya kutembea shirika letu la reli na tuko Dar es Salaam hapa kwa siku 2-3 kwa ajili ya kutembelea taasisi ambazo kamati yetu ya bunge inasimamia. Naendelea kuishukuru na kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa ambayo inaendelea kuifanya. Tumesafiri kwa ziara kutoka Dodoma mpaka hapa Dar es Salaam, tumejionea, tumepokea taarifa ya uwasilishaji wa shirika letu la reli. Kwa kweli kazi kubwa inafanya, na kwa ufupi tu kwamba wametuambia wameshanunua seti 10 za treni karibu mabewa 86 na sasa hivi wanaendelea na ujenzi wa mabwawa 6. Kama Watanzania wanakumbuka ulikuwa kwa usalama wetu shirika la reli lilisimamisha safari hapa katikati kwa siku 1-2 tukalalamika sana, lakini kwa utaalamu sasa jambo hilo lisije likatokea tena. Yale mabwawa ambayo mkoloni aliyajenga, TRC shirika letu na wizara inayajenga vizuri sasa hivi ili kuhakikisha kwamba maji yanapofurika basi safari zetu za SGR hazisimami. Lakini lingine ni kwamba mradi huu unaenda kufika mpaka Mwanza, Kigoma, Mwanza ambao utatoka Dar es Salaam. Unagharimu kama trilioni 1.4 kama sikosei, lakini serikali imeshalipa karibu trilioni 4, karibu 43% mpaka sasa hivi mradi shalipwa. Na hata sisi tumeona baadhi ya wakandarasi wamerudi site ili kwenda kukamilisha mradi. Ni jambo kubwa ambalo tunalipongeza. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Moshi Salman Kakoso anasema atashirikiana na wizara kuhakikisha kwamba malengo yao yanafikiwa na utatuzi wa changamoto. Tumeona hapa watanunua vichwa vya dizeli, ni changamoto za umeme zinapotokea safari ziendelee, na tunaunga mkono swala la Machi. Watanzania wanapaswa kujua kamati imeahidiwa kwamba Machi 2026 foleni Dar es Salaam inaweza kupungua kwa sababu treni sasa itaingia kuchukua container kupeleka katika bandari kavu ya Kwala ama ya Yumwa ama ya Bai. Kwa hiyo ni jambo ambalo miongoni mwa mambo ambayo kamati kwa kweli inatarajia yakamilike kwa wakati. Mimi ni Mohamed Magesa wa Sky TV. Mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari, Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu, waumini wa dini ya Kiislamu wahimizwa kuendelea kuelekea katika msimu wa Eid. Karibu tena mtazamaji, kama ndo kwanza unatazama Ulimwengu wa Habari, uko na mimi Johannes Michael. Waumini wa dini ya Kiislamu kutoka katika kata ya Zuguni C jijini Dodoma wameendesha dua maalum ya kujiandaa kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo mwandishi wetu kutokea jijini Dodoma ana undani wa taarifa zaidi. Dua hiyo imefanyika katika viunga vya madrasa ya Misbahul Muniri iliyopo Zuguni C jijini Dodoma. Imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kata, waumini wa dini ya Kiislamu pamoja na wananchi.
Mwalimu wa madrasa ya Misbahul Munir, Sheikh Awadh Abdullahi, akizungumza na Sky TV kando ya tukio hilo, amesema dua hiyo ni mahususi kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu kuwasamehe madhambi kabla ya kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeamua na tumefikiria tufanye jambo hili la dua ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, na dua hii tumeifanya ili iwe ni sehemu ya kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusamehe madhambi yetu, kwamba ni vyema Waislamu tukaingia katika mwezi wa Ramadhani huku tukiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametusamehe madhambi yetu. Kwa hiyo tumeona tufanye dua ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutusamehe madhambi yetu. Lakini pamoja na dua hiyo tukaambatanisha na tamasha la elimu, kuadhimisha elimu kwa watoto wa madrasa hii Misbahul Munir, ili watu waone kile ambacho wanajifunza watoto katika madrasa hii. Tunakushukuruni nyote ambao umehudhuria katika jambo hili na kufanikisha jambo hili kwa michango yetu na kila namna ambayo mmesaidia jambo hili. Tunawashukuruni sana wote kwa kuhudhuria katika sehemu hii na kwa kufanikisha jambo letu hili la tamasha. Mwenyezi Mungu akulipeni kheri, lakini nawatakieni maandalizi mema ya Ramadhani. Ramadhani Mubarak, Ramadhani Karim. Asanteni sana. Shughuli hiyo pia iliambatana na tamasha la elimu kwa watoto wa madrasa ya Misbahul Muniri. Min anfusihim, mtume aliotokana na wao. Mtume aliyokusudia hapa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ni neema kubwa kwetu, na Allah amezungumzia neema hii katika Qur'an. Thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa siku hiyo ya kiyama kuhusu neema mlizopewa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kama tutakaulizwa na tukaona kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni neema kwetu, basi lazima tuitambue neema hii. Watoto wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabatun, wapo saba, thalathatun abnai, na watatu ni wa kiume, wahum, nao Abdallah ni Abdallah, wa Kasim ni Kasim. Al-ilmu hayatul Islam, elimu ndio uhai wa Uislamu, wa imadul iman, na ndio nguzo ya iman, wa man allama ilma, na yeyote mwenye kujifunza elimu, atamma Allahu ajrahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatimiza malipo yake. Wa man ta'allama faamila, na yeyote mwenye kujifunza elimu kisha akaifanyia kazi, allamahu Allahumma lam ya'lam, Mwenyezi Mungu atamjuza vitu ambavyo hakuwa anavifahamu. Waumini wa dini ya Kiislamu huanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani baada ya kuonekana kwa mwezi mwandamo hilali. Kwa mujibu wa makadirio ya kalenda ya Kiislamu ya mwaka 1947 Hijria, mwezi mtukufu wa Ramadhani unatarajiwa kuandama jioni ya Jumatano tarehe 18 Februari 2026, na Waislamu wataanza kufunga rasmi siku inayofuata, yaani Alhamis ya tarehe 19 mwezi Februari mwaka 2026. Kutoka Dodoma, mimi ni Pius Jayunga, Sky TV. Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amesema serikali kupitia TANESCO itahakikisha inajenga vituo vya kisasa vya kupokea, kupooza na kusambaza umeme katika kila wilaya ili kuhakikisha umeme unaozalishwa unawafikia wananchi kwa uhakika na kuwawezesha kufanikiwa na fursa mbalimbali za kiuchumi na jamii. Mheshimiwa Ndejembi ameyasema hayo wakati akikagua maendeleo ya kituo cha kupokea na kupooza umeme cha Uhuru kilichopo Ulambo mkoani Tabora, ambacho kina uwezo wa megawaiti 27 na kinahudumia wilaya mbili za Ulambo na Kaliua. Uzalishaji wa umeme ni mwingi kuzidi hata mahitaji yetu. Lakini sasa changamoto tulionayo ni ule usambazaji. Kwa maana line zinaenda umbali mrefu. Na line inapoenda umbali mrefu, maana yake kuna upungufu wa umeme. Mfano hapa Urambo, umeme ulikuwa unatoka line kutoka Tabora mpaka kufika hapa Urambo. Itoke Urambo iende Kaliua. Kwa hiyo unajikuta voltage zinazokwenda ni ndogo, na umeme unakuwa una fluctuate na kadhalika, kwa unashindwa hata kuendesha mashine. Lakini kwa kuweka kituo kama hichi, ina maana unapokea umeme mkubwa,
Unapoozwa hapa kwenye 33 kVA, unatoka hapa unaenda kwa wananchi, unaenda na nguvu yake ile ile. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, na sisi kwa maelekezo yake rais tutahakikisha tunaongeza jitihada za kujenga substation kama hizi katika wilaya zetu nchini. Mheshimiwa Rais ametoa zaidi ya trilioni 1.9 kwetu sisi huku Wizara ya Nishati na kupitia taasisi yetu ya TANESCO kuhakikisha kwamba tunaweka kitu kinaitwa grid imara katika nchi yetu, na kuna miradi inayoendelea maeneo mbalimbali. Kwa kweli nimeona ndani kule pia mambo ya kisasa, mambo ya kisasa kabisa, ambayo station hii iko hapa Urambo. Lakini sasa sio tu kwa ajili ya Urambo, hata umeme wenzetu wa Katavi ambao walikuwa hawapo kwenye gridi ya taifa sasa wameingia kwenye gridi ya taifa kupitia kituo hichi hapa. Sasa hizi umeme unakwenda wa uhakika kule, na wao pia tutaenda kuangalia zaidi namna gani tunawekea substations katika wilaya zao ili umeme uzidi kwa uhakika. Kwa hiyo sasa hivi tunaweza kusema Urambo iko tayari kwa ajili ya uwekezaji, kwa sababu ukiangalia uwezo wa hapa ni megawati 24, lakini wanaotumia wilaya mbili hizi za Kaliua na Urambo ni megawati 2.5. Ni kwa saizi muda huu tuliokuepo, nimeona kwenye mitambo pale, nimeona ni megawati 2.5. Ina maana usiku peak watu wamerudi majumbani, ina maana maximum wametumia ni megawati 7. Ndio maximum. Utaona ni bado ni mdogo kulingana na kituo hichi. Kwa hiyo Urambo na Kaliua viko tayari kwa ajili ya uwekezaji, na ndio lengo la serikali hii ya awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba tunakuwa tuna nishati ya umeme ya uhakika ili uwekezaji uweze kufanyika katika maeneo yote ya nchi yetu. Na uwekezaji ndio ajira, uwekezaji ndio uchumi kukua na kukuza maeneo yetu mbalimbali hapa nchini. Mradi huu uligharimu jumla ya shilingi bilioni 44. Bilioni 24 ni line ya 132 kutoka Tabora kuja hapa, lakini bilioni 16 ni kituo cha kupoza umeme. Hapa kuna transformer hiyo hapo ya 35 VA inaweza kubeba msongo wa mpaka megawati 24. Lakini shilingi bilioni 16 substation na shilingi bilioni 4 zilikuwa ni compensation, watu ambao walipisha mradi kwenye ujenzi hasa wa line. Sasa hivi kuna matoleo 5 hapa, haya hapa, ambayo yanalisha watu wa Urambo pamoja na Kaliua. Hali ya utulivu wa umeme kwa sasa baada ya kituo kuanza, kimeanza mwezi wa 3 mwaka jana, kumekuwa na utulivu wa kutosha, na mpaka sasa maximum capacity ambayo tumeweza kuirani hapa ni megawati 7, minimum ni megawati 2. Tunaweza tukaenda mpaka megawati 24, lakini the maximum wanaweza wakahitaji megawati 7. Kwa hiyo bado tuna operate chini ya kiwango, na tuna uwezo wa kuwahudumia wawekezaji wote watakaokuja, kwa sababu uwezo wa kituo unaweza ukamudu. Nikiripoti kutoka Tabora, mimi ni Nangale Musa, Sky TV. Licha ya kuwepo kwa mifumo ya kisheria inayolenga kulinda haki za wafanyakazi wa majumbani, kundi hilo bado linaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kazi zao kufanyika ndani ya nyumba binafsi, hali iliyofanya usimamizi wa utekelezaji wa sheria kuwa ngumu zaidi. Akizungumza katika uzinduzi wa programu ya nchi ya kazi za STAR pamoja na mkakati wa kukuza kazi za STAR kwa wafanyakazi wa nyumbani, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deo Sangu, amesema programu hiyo imelenga kuimarisha majadiliano ya kijamii na mshikamano kati ya serikali, waajiri na wadau wengine wa sekta ya ajira. Serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kuwezesha mazingira wezeshi yatakayorahisisha utekelezaji wa programu hii, na pia Tanzania ni taifa linalojali utu, na kama nilivyosema hapo awali, ndio maana hata falsafa ya nchi yetu, falsafa ya serikali ya awamu ya 6 ni kazi na utu, kwamba tunajali utu, haki, mshikamano, na pia tunaamini kuwa kazi za STAR ni msingi wa maendeleo endelevu. Hivyo tushirikiane, tuwajibike na tuendelee kuwa pamoja kujenga Tanzania yenye heshima na ajira zenye STAR kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kama hayati Nelson Mandela alivyowahi kusema, kazi ni zaidi ya chanzo cha kipato, ni heshima ya binadamu na msingi wa utu. Mwisho wa kunukuu. Nukuu hii inatufundisha kwamba
ajira zenye staa si anasa, bali ni wajibu wa kila taifa linalojali utu na heshima ya wananchi wake. Kwa upande wake, mwakilishi wa katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, ambaye pia ni kamishina wa kazi, Susan Mkangwa, amesema mkakati huo unalenga kuhakikisha wafanyakazi wa majumbani wanakuwa na mazingira bora na salama zaidi ya kufanyia kazi. Katika mifumo ya kisheria nchini, sote tunafahamu kuwa nchi yetu imekuwa haiwatengi kundi hili muhimu la wafanyakazi wa majumbani, na ndio maana katika mifumo yetu ya sheria imekuwa ikiwalinda wafanyakazi wa nyumbani na haikuwabagua. Kwa mfano, katika sheria ya ajira na mahusiano kazini ambayo inaainisha viwango vya kazi, viwango hivyo ni kwa wafanyakazi wote, lakini kwenye mkakati huu tulikuwa na malengo mahususi ambayo lengo la kwanza lilikuwa ni kuimarisha ulinzi wa kisheria na kutekeleza sera zinazohakikisha wafanyakazi wa nyumbani wananufaika na haki na sheria, lakini lengo la pili lilikuwa ni kuimarisha taasisi na kuwezesha upatikanaji wa haki kwa kuboresha kaguzi za kazi, usimamizi na utatuzi wa migogoro ya kikazi. Naye katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA, Heli Mkunda, amesema shirikisho hilo litaendelea kuwekeza katika utoaji wa elimu kwa wafanyakazi wa majumbani kuhusu haki na wajibu wao. Lakini pia mheshimiwa, sisi TUCTA tulisisitiza kuingizwa kwenye vipengele mbalimbali, kwa mfano utekelezaji madhubuti wa viwango vya mishahara, usalama na afya mahala pa kazi yani OSH, lakini pia kupinga ajira za utotoni na ubaguzi kazini. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, tunapata mapumziko mafupi, kisha tutakaporejea moja kwa moja nitakupeleka viwanjani ambapo huko kubwa zaidi wananchi Young Africans usiku huu hapo dimbani kuweza kutafuta nafasi ya kufuzu hatua ya robo finali kunako michuano ya kombe la klabu bingwa bara la Afrika. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.
Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Ni kuwezi kujuza kwa siku ya leo viwanjani ambayo yameweza kutokea. Klabu ya Singida Black Stars imeingia makubaliano rasmi na kampuni ya GIF Track kuwa mdhamini wa tuzo za mchezaji bora wa mwezi ndani ya timu hiyo, ambapo kupitia udhamini huo mchezaji atakayechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi atazawadiwa kitita cha shilingi milioni 2 za Kitanzania, huku GF Track akiwa ni mdhamini wa kipekee wa tuzo hizo ndani ya klabu ya Singida Black Stars kwa mwaka 2026. Tukasema tuungane. GF natoa pongezi kwa Singida Big Stars kwa Black Stars, Singida Black Stars kwa kufanya vizuri kwenye ligi kuu ya Tanzania na kupata nafasi kushiriki michuano ya kimataifa. Hii inaonyesha sekta ya michezo inaendelea na nyie ni wadau wakubwa sana katika sekta. Tukasema tuungane pamoja kwa ajili ya kuendeleza sekta yetu ya mpira. Leo hii tunaingia makubaliano kwa lengo la kuendeleza mashirikiano baina ya GF Tracks na wadau wa mpira, hasa zaidi Singida Black Stars, ikiwa ni timu iliyokuwepo tumeichagua kwa ajili ya mwaka 2026. Sisi ni wadau wakubwa katika sekta ya maendeleo ya ujenzi, miundombinu na teknolojia. Tunaamini kufungua milango ya kibiashara kwa kanda ya kati na Tanzania kwa ujumla kupitia makampuni ya ujenzi, wakandarasi na wachimbaji wataweza kununua brandi zetu za mitambo na malori kwa ajili ya kuendeleza sekta ya ujenzi, usafirishaji. Nashukuru. Mimi kwa majina naitwa Muhibu Kano, ni mwakilishi kutoka Singida Black Stars. Tuko hapa leo kama alivyozungumza mkurugenzi hapa kuwashukuru kwanza wenzetu wa GF Tracks kwa kutuchagua kama sehemu ya udhamini. Wametudhamini, wamekuja kwetu kuhakikisha kwamba wanaweza kutupa moyo na nguvu zaidi kwenye technical issues, hasa kwenye upande wa wachezaji ambao wanacheza kiwanjani. Unapokuwa unaenda kumpa mchezaji motivation ya shilingi milioni 2 kwa mwezi, ni kitu cha ziada ambacho kinamfanya mchezaji aweze kujitoa uwanjani zaidi, machozi, jasho na damu, kuhakikisha kwamba lazima ajionyeshe kwamba yeye ni bora zaidi ya wengine ili aweze kupata hiyo kitu kingine ambacho tunakitoa. Kwa hiyo kwetu tunashukuru na tunafurahi zaidi. Tunahakikishia tu pia GF Tracks kwamba masika kama Singida tuko tayari kuwavutia wawekezaji wengi waje wawekeze kwenye timu yetu, kwa sababu tuna quality players ambao anaweza kavaa tangazo lako na likafika mbali, kwa sababu tumetukua makini kwenye selection ya wachezaji, na itakuwa ni fursa kubwa zaidi pia kwenu na kuhakikisha kwamba maamuzi ya kuja kwetu Singida hamtojutia kwa sababu tunajua ni value gani ambao sponsor anapokuja kwetu anahitaji kuona. Kwa hiyo tunatajitahidi kadri tuwezavyo kwa niaba ya technical bench na hata management kwa ujumla kwamba tutasimamia hiki ambacho tumekubaliana leo kuhakikisha kwamba kinaenda kulekuwa na tija kwa pande zote mbili. Klabu ya Kagera Sugar kutokea pale mkoani Kagera imemtambulisha beki wa zamani wa klabu ya Simba na timu ya taifa ya Tanzania Erasto Edward Nyoni, ambaye anahudumu kucheza kama kiungo wa klabu ya Kagera Sugar, ambapo Erasto Nyoni ambaye amewahi kuvichezea vilabu vya Vitalo FC ya Burundi, Azam FC ya Tanzania na Mungo FC ya Tanzania anaenda kwa Wanankurukumbi akitokea katika klabu ya New King iliyokuwa inashiriki ligi kuu ya pale visiwani Zanzibar. Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na bondia chipukizi kutokea katika mkoa wa Dodoma. Emmanuel Mrugwa ameingia makubaliano na kampuni ya kutengeneza vifaa vya mabondia 4-in-1 kwa ajili ya kupata mavazi ya ngumi, ambapo meneja wa bondia huyo Michael John amefunguka juu ya ujio wa kampuni hiyo, ambapo saini imefanyikia katika makao makuu ya Sky International TV jijini Dodoma. Ni meneja wa bondia Emmanuel Mrugwa almaarufu kama Jaco the Champion. Bondia ni mpiganaji mzuri na mwenye manufaa mengi. Mbele yenu tuko kwenye mkataba huu tunasaini
wa 4-in-1 unaojihusisha na masuala ya mavazi ya mabondia Tanzania na nje ya Tanzania, Afrika nzima. Tuko na Emmanuel atatuambia hapa. Kwa majina naitwa Emmanuel Aidan Mlugu almaarufu Jako, ni bondia wa Dodoma na nacheza professional boxing Tanzania, lakini nipo ndani ya mkoa wa Dodoma. Nacheza uzito wa kilo 58 super feza. Nipo hapa kwa ajili ya kusaini mkataba wa 4-in-1 Boxing Outfit Africa. Ni kama branding ambassador wa hii kampuni ya mavazi yanayohusiana na mabondia ni Tanzania na nje ya Afrika kwa ujumla. Ulingoni wategemee kuona mambo mazuri. Na moja kwa moja tunakwenda pipa hadi kimataifa, ambapo makocha 688 wametuma maombi kwa kuifundisha timu ya taifa ya Rwanda Amavumbi, ambayo imekaa mwezi mmoja bila kocha mkuu. Shirikisho la soka Rwanda FERWAFA liliachana na aliyekuwa kocha wa timu hiyo Adel Amrochi kwa Januari 14 mwaka 2026 baada ya kuhudumu kwa mwaka mmoja. Wakati wa mchakato wa kutafuta makocha mbadala wake ukiendelea, FERWAFA iliweza kutoa tangazo kwamba zaidi ya makocha 688 wenye sifa mbalimbali wameweza kutuma maombi kwa ajili ya kuweza kuifundisha timu ya taifa ya Rwanda, na mchakato unaendelea mpaka pale ambapo watabakiza kocha mmoja kwa ajili ya kuweza kuifundisha timu ya taifa ya Rwanda. Na kuna taarifa nyingine kuhusiana na Liverpool. Tayari wamefanya mazungumzo ya ana kwa ajili ya kumsajili kiungo wakati wa Wolves Martin Mane. Hata hivyo, kinda huyo mwenye umri wa miaka 18 pia na 6 kunako ligi kuu ya pale nchini Uingereza. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, nao ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini ndo mwisho wa Ulimwengu wa Habari. Ni kushukuru kwa kuwa nami kuanzia majira saa 1 kamili mpaka saa 1:30 ambapo tunahitimisha habari ya Ulimwengu wa Habari. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea ndani ya Sky International TV.